Alichokisema Wallace Karia, ukiangalia ni kweli ameilenga Yanga. Na Yanga wao kutoa tamko zito kiasi hicho ni kwamba kwa sababu anajua kabisa kwamba wamelengwa wao. Kwa sababu kama ametaja wao kuna watu walienda jumba la dhahabu, si ina maana hapo walioenda kwenye jumba hilo la dhahabu ni Yanga msimu uliopita, sio vinginevyo. Lakini Wallace Karia kabla ya kuinyoshia kidole Yanga, hebu anza kutafakari wanaolalamikia kuhusu hivyo vyumba kutiwa dawa ni watu wangapi mpaka sasa hivi? Timu ngapi zimelalamikia hivyo vitu? Nilitegemea mngekuja na suluhisho la kujua tunamalizaje tatizo la kuweka madawa vyumbani. Yaani kwamba mimi nilitegemea kwamba sasa kuanzia sasa hivi bila kuwalenga Yanga au kuwalenga watu wengine, hizo point 5 ambazo mmeweka kwamba timu ikienda kwenye jumba la dhahabu itakatwa point 5, sawa, iko vizuri zaidi. Je, hii timu ambayo itakuwa imeweka madawa, yani kwamba kuna bodi gani ambayo lazima zitengenezwe bodi ambazo, yani kwa ushauri wangu kwamba kuna bodi ya ligi ambayo yani kuna kamati ambayo inatengenezwa kwa ajili ya kukagua hivyo vyumba. Hiyo kamati inayokaguliwa na siku ya timu zinazokutana katika hizo kamati, wajumbe inatakiwa watoke kwenye sehemu zote mbili. Ina maana kuna wajumbe, mfano kama anacheza labda Simba na Yanga, ile kamati ambayo imetengenezwa na bodi ya ligi kwa ajili ya kukagua hivyo vyumba iwepo, lakini kuna wawakilishi wa kidaktari zaidi, yani kwenye watu ambao watakuwa na uwakilishi wa kidaktari zaidi, wakiwa wanaongozana na mechi kamisa, waende wakakagua hivyo vyumba kabla ya watu kuingia. Sasa wakaguzi wakishaingia, wakishajiridhisha kwamba vimewekwa dawa, sasa timu mwenyeji ndio ataanza kuulizwa kwamba imekuwaje hichi chumba kina madawa, ili iwezekane hata watu kupewa kwamba ruhusa bwana nenda kakae nje au kakae sehemu fulani, kwa sababu utamlazimisha mtu aingie ndani kwenye hicho chumba kwa kuogopa atakata point 5. Umeona? Na je, hizo point 5 unazozikata ni zinakuwa za mechi 2 au mechi, kwa sababu ninachojua mtu akifanya kosa anakatwa point 3 kwenye mechi husika. Kwa hiyo unataka point 5, na hizo point 5 ukachukua tena na matokeo mengine ujumlishe, si ndio kutakuja kupanga matokeo hapo mbele. Tunataka kwa kutengeza bingwa hapo mnamtaka nyie, sababu ushamkata mtu point 5 na maana ni mechi 2 hizo, azafute ashinde, sawa. Lakini kwa nini tusitengeneze pia, sawa, hiyo tunaunga mkono, sawa, ikatwe hizo point 5. Je, na hao wanaoweka madawa vyumbani nao watakutana na lungu la aina gani? Na je, imetengenezwa njia gani ya kuwafanya waogope kuweka hayo madawa kwenye vyumba? Kwa sababu lisemwalo lipo. Yani hakuna ilalamike timu ya kwanza, ilalamike timu ya pili, ilalamike timu ya tatu, zote ziwe uongo. Sio kweli. Sio kweli kabisa. Hicho mimi nitegemea kwa mtu mwenye level kubwa kama Wallace Karia anavyokuja, asingekuja kishabiki kama alivyokuja. Anitegemea angekuja na muarobaini wa kujua kwamba hawa hawaingii tena jumba la dhahabu, wakiingia adhabu yao hii. Lakini madawa pia hayatopuliziwa kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, dawa yake ni hii. Sasa tibu mzizi alafu ndo ukakate mti, sababu utakata mti lakini mzizi utaendelea kuchipua tena matawi mengine. Sio kwa kuvunjia heshima, lakini kwa hapo tu ulikurupuka na ushabiki wako ambao kila mtu anajua kwamba wewe ni shabiki wa timu fulani. Sasa ukiwa unajibu vitu kama hemko wakati wewe ni rais wa timu, wewe ndo yani wewe ndo rais wa wa TFF, timu zote ziko chini yako, wewe mlezi wa timu zote. Kwa hutaki kujibu vitu kwa muhemko. Na pia hata watu wa TFF wangejua huyu mtu kama Wallace Karia wangemwekea msemaji wake. Mara zote ambazo Wallace Karia ametoka kuzungumza kwenye vyombo vya habari, lazima kuna dosari ataiweka. Na nafikiria Wallace Karia yeye atakuwa ni mtaalamu zaidi kwenye utendaji, lakini sio kuongea. Anapoongea huwa anaharibu zaidi. Na kama hapa ameharibu kweli kweli, kwa sababu hapo Yanga lazima wataamka, hawatoelewa tena kuhusu Wallace Karia. Lakini kumbe Wallace Karia hajiwakilishi yeye, anawakilisha TFF. Tuambie sasa, okay sawa, umeamua hao watakatwa point 5. Je, watakaoweka madawa vyumbani watakatwa point ngapi? Watapigwa faini ya kiasi gani? Kwa sasa hivi mimi kwa kulijibia hilo naona kabisa kwamba Wallace Karia bado hajaja na muarobaini kabisa, kwa sababu atakuja kuzionea tu timu zingine baadaye kwamba hii timu itakuja kuonewa kwa mtindo gani, kwamba timu itawekewa madawa vyumbani italazimika kuingia kwenye hivyo vyumba tu kwa sababu isikate point 5.
Watakuja watu wamelegea, watagongwa goli 5 6 7, alafu utaisifu timu nyingine iko vizuri, kumbe timu nyingine imekutana na hiyo changamoto. Si Azam alifungwa goli kibao tu na Tabora, na tukakesha yake ikaonekana kuna wachezaji wamelazwa, sio wafanyeje. Ina maana inawezekana hizo issue zikawepo kweli. Sasa tufanye uchunguzi wa kutosha, tuweke wataalamu ili hao wataalamu waje tusaidie kumaliza hivyo vitu. Kwa kwangu mimi naona Wallace Karia kuna sehemu pia amekosea.